Hakuna namna unaweza kumtolea Mungu ibada halisi itakayompendeza. Kama unataka kuwa mwabudu halisi, hakuna namna unaweza kumwabudu Mungu kwa usahihi kama anavyotaka kama Roho Mtakatifu hayumo ndani yako. Kama Roho Mtakatifu hayumo ndani yako, wewe ni mtu wa mwili tu, kama tulivyosoma katika ile Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 14 pale hadi 16, kwamba mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kabisa kuyapokea mambo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kwake anaona ni upuuzi. Lakini mtu wa rohoni huyaelewa mambo ya Mungu. Kwa hiyo ukimkubali Roho Mtakatifu akae ndani yako, ajae ndani yako, anaiuisha ile roho yako ambayo ni ile pumzi. Narudia sana hili neno, ile pumzi ambayo Mungu aliingiza ndani yako, ndo hiyo roho yako, ambayo hiyo roho ilikuja kuifanya nafsi ya mtu kuwa hai. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anaifundisha hiyo roho yako namna gani unavyopaswa kutoa ibada halisi mbele za Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, atakufundisha kujua namna ya kumwabudu Roho. Kwa nini? Kwa sababu Roho huelewana lugha. Roho huelewa lugha ya Roho. Mimi Roho ambaye ni ile roho iliyoingizwa ndani yangu kutoka kwa Mungu, ikifundishwa na Roho wa Mungu itamuelewa Mungu. Kwa hiyo ukikubali Roho Mtakatifu ajae akae ndani yako, Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kwanza kukufundisha au kuifundisha roho yako kwamba hapana, hupaswi kuabudu namna hii, unapaswa kutoa ibada namna hii. Na ninakwambia Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, lazima atakupa au atakusaidia au atakupa neema ya kumtambua Mungu kwa viwango vya ajabu, kwa viwango vya juu. Atakupa neema ya kumwelewa Mungu, kwa utafika mahali pa kuelewa ni namna gani unaweza kumtolea ibada Mungu wa namna hii. Anayekupa hiyo neema ya kuelewa hayo yote ni Roho Mtakatifu. Ndiye anayekupeleka viwango hata viwango, hatua hata hatua, kwa sababu yeye ni mwalimu akikufundisha kwa utaratibu, na utaelewa mapana ya Mungu, utaelewa marefu yake, utaelewa ukuu wake, utaelewa uweza wa Mungu, utaelewa namna anavyotisha, utaelewa namna alivyo Mungu wa kuogofya. Alafu atakufundisha Mungu wa namna hii unapaswa kumwabudu namna gani.